Leo nitaelezea filamu ya kisayansi yenye mapambano na hofu inayoitwa Cold Skin. Filamu inaanza kuelezea kuwa mara nyingi binadamu huwa karibu sana na wale wanaowachukia, na kwa sababu hiyo huwa ni vigumu kuwa karibu kabisa na wale wanaowapenda. Mawazo hayo yalimsumbua sana kijana mmoja Mwingereza alipokuwa safarini kuelekea kisiwa cha mbali katika bahari ya Atlantiki ya Kusini, ambako alienda kufanya kazi kama mtaalamu wa hali ya hewa. Akiwa bado amezama katika mawazo yake, Kapteni Axel akamfuata, akawasha sigara na kumwambia kwamba wamekaribia kufika. Mnamo Septemba mwaka 1914, hatimaye wakafika kwenye kisiwa hicho, lakini hakuna aliyewapokea. Kijana huyo alikuwa ametumwa kuchukua nafasi ya mtaalamu mwingine wa hali ya hewa aliyekuwa akifanya kazi hapo awali, lakini hakuna dalili ya mtu yoyote kuishi hapo. Kapteni Axel akafuatana naye kutafuta yule aliyekuwa hapo kabla ili kuhakikisha yuko salama. Wakakutana na mnara wa taa ya baharini na kubisha hodi, lakini hakuna aliyejibu. Kijana akalazimisha mlango ufunguke, na ndani wakamkuta mtu mwingine pekee aliyeishi kisiwani hapo, fundi wa taa ya baharini aitwaye Gruner, ambaye akawapokea kwa ukali. Kapteni Axel akamuuliza kuhusu mtaalamu wa hali ya hewa aliyekuwepo kabla. Gruner akasema kwamba mtu huyo alikufa kwa ugonjwa wa homa ya matumbo. Ikaonekana Gruner hajali sana uwepo wao, na hata akazunguka akiwa uchi. Hilo likamkera Kapteni Axel, hivyo yeye na kijana huyo wakaondoka kwenye mnara wa taa. Baada ya Kapteni Axel kumuaga na kuondoka, kijana huyo akaanza kuzunguka kisiwani akifikiria maisha yake mapya. Kama ilivyokuwa kwa yule mtaalamu wa hali ya hewa aliyemtangulia, atalazimika kuchunguza nguvu na mwelekeo wa upepo kwa miezi 12 kabla ya kubadilishwa na mtu mwingine. Aliporudi kwenye kibanda chake kupanga vitu vyake, akakuta shajara ya mtaalamu wa hali ya hewa aliyekuwepo kabla. Ndani akaona jina la mwanasayansi yule lilikuwa ni Aldor. Pia kulikuwa na michoro, picha ya mke wa Aldor na mchoro wa mnara wa taa wenye viumbe wa ajabu pembeni yake. Asubuhi iliyofuata, kijana huyo akaona miduara ya ajabu ya mawe kwenye mchanga. Kisha akaenda karibu na pwani akiwa na darubini ili kuanza kazi yake. Alipotazama kupitia darubini, akamwona Gruner akiwa uchi akifanya mazoezi ya kujinyoosha, kana kwamba alijiandaa kwa siku ndefu ya kutofanya chochote. Usiku huo, kijana alipokuwa akisoma ndani ya kibanda chake, akasikia sauti ya kitu kikisogea nje ya mlango. Mwanzoni akadhani ni Gruner, lakini kelele zikaongezeka. Kulikuwa na mikwaruzo na miungurumo. Ghafla, mkono uliofanana na wa mnyama wa majini ukaonekana chini ya mlango. Kijana akakanyaga mkono huo mara moja na kumfanya yule kiumbe asiyejulikana kukasirika. Aliposikia sauti zaidi, akajificha chini ya sakafu wakati viumbe wakijaribu kuingia ndani ya kibanda chake. Wakavunja na kushambulia nyumba hiyo, lakini wakagundua hakuna mtu ndani. Sauti za hatua zilipoisha, kijana akachungulia kupitia tundu dogo kwenye sakafu. Ghafla, kiumbe huyo pia akachungulia humo, na kijana akamchoma jicho kwa kisu. Akiwa amejaa hofu, akajifungia chini ya ardhi usiku mzima. Siku iliyofuata, akamuita Gruner na kumuomba amruhusu waingie kwenye mnara wa taa, lakini Gruner akakataa. Akiwa ameamua kupigana, kijana akarudi kwenye kibanda chake na kutumia siku nzima kukiimarisha. Akapata bunduki mpya kwenye mfuko uliokuwapo humo na akajiandaa kupambana na wale viumbe wasiojulikana. Usiku ulipofika, kundi kubwa la viumbe likatokea gizani na kuanza kusogea polepole kuelekea kwenye kibanda chake. Kijana akaanza kuwafyatulia risasi mmoja baada ya mwingine. Hatimaye akagundua ni wengi sana, hivyo akawasha moto. Moto huo ukawafanya wakimbie, lakini pia ukachoma kibanda chake. Akalazimika kukimbia kutoka kwenye nyumba yake iliyowaka moto. Kwa bahati nzuri, mvua ikaanza kunyesha kabla kibanda hakijateketea kabisa. Siku iliyofuata, akaona Gruner akitoka kwenye mnara wa taa na akaamua kumfuata kwa siri hadi kwenye miamba. Alipokaribia kumvamia, ghafla kiumbe wa baharini wa kike mwenye rangi ya bluu akamshambulia. Kijana akaelekeza bunduki yake kwake, lakini Gruner akamzuia asimpige risasi na kuonyesha kwamba kiumbe huyo hana madhara. Kijana akachukua nafasi hiyo kumpa Gruner baadhi ya vifaa vyake ili aweze kuishi kwenye mnara wa taa. Gruner akamuita rafiki ili yule kiumbe wa baharini amzoee kama mmoja wao. Baadaye wakaenda kwenye kibanda cha kijana kukusanya vitu vyake. Hapo akagundua kwamba yule mtaalamu wa hali ya hewa aliyekuwepo kabla hakufa kwa ugonjwa, bali aliuawa na viumbe wa baharini. Gruner akasema watapaswa kurudi kwenye mnara wa taa kabla jua halijazama, kwa sababu viumbe hao wanaweza kushambulia. Wakapeleka vifaa juu ya mnara, lakini baada ya matembezi marefu, kijana akazimia. Asubuhi moja akaamka na kugundua kwamba kiumbe yule wa baharini wa kike alikuwa akilamba mkono wake kana kwamba alijaribu kuponya majeraha yake ya moto. Ikaonekana alikuwa amelala kwa siku 2. Baadaye akampata Gruner na wakahesabu risasi walizobaki nazo. Gruner akaeleza kwamba kiumbe huyo aliyemuita Toad ni kama mbwa ambaye hawezi kumwacha bwana wake hata kama atatendewa ubaya. Kijana akamtazama kiumbe huyo kwa mshangao, akivutiwa na uwepo wake kana kwamba ni tofauti na viumbe wengine. Lakini Gruner akamuonya asimwamini kabisa, akiamini kwamba ukimya na utulivu wake viliweza kuficha nia mbaya. Gruner kisha akamwonyesha sehemu nyingine za mnara wa taa na kumpeleka hadi juu. Kijana akajiuliza kwa nini Gruner alichagua kubaki kisiwani wakati angeweza kuondoka. Gruner akasema hatarudi tena katika ulimwengu wa ustaarabu kwa sababu sasa yeye ndiye mkuu wa eneo lote hilo. Hata hivyo, kijana akasema kwamba ataondoka mara tu meli iliyofuata itakapokuja. Gruner akamtakia bahati njema. Baadaye siku hiyo, kijana akatafakari jinsi siku chache za upweke zilivyombadilisha.
Akiwa anapanga vitu vyake, akashangazwa na uwepo wa yule kiumbe wa baharini. Akamwangalia akiwa anakula mshumaa bila kujua matumizi yake, na akajaribu kumweleza kazi ya mshumaa. Ghafla Gruna akamwita juu na kumwamuru wachukue bunduki yake. Usiku huo wakaanza kujiandaa kwa shambulio. Gruna akamwelekeza nini cha kufanya na akarusha fataki ya ishara ikionyesha mwanzo wa usiku mrefu wa mapigano. Wakati huo huo, yule kiumbe wa baharini wa kike akalia akiangalia angani, na ghafla kundi kubwa la viumbe wa baharini likawashambulia. Gruna akaanza kupiga risasi, lakini kijana akahisi hofu na kuchanganyikiwa. Akabaki pale bila kufanya chochote na polepole akarudi nyuma hadi anapoteza fahamu. Gruna akabaki peke yake akipambana na kundi kubwa la viumbe wa baharini. Siku iliyofuata, Gruna akakasirika sana kwa sababu kijana hakusaidia chochote. Akamwambia badala yake aende kuchota maji. Kijana akaenda kuchota maji, lakini aliporudi akasikia kelele ndani ya chumba cha Gruna. Kwa mshangao wake, akamkuta Gruna akifanya kitendo cha ngono na yule kiumbe wa baharini. Kijana akaondoka haraka bila kusema chochote. Baadaye siku hiyo, Gruna na kijana walikula chakula cha mchana kimya kimya katika hali ya wasiwasi. Kijana hakuweza kumkabili kwa sababu alihisi hatia na pia aibu. Hatimaye Gruna akavunja ukimya kwa kupiga meza na kumwambia kwamba amebakiwa na nafasi moja ya mwisho tu. Usiku huo, Gruna alijaribu kuvutia viumbe wale kwa kutumia bunduki ya fataki. Wakati viumbe walipojitokeza, kijana aliingiwa tena na hofu. Hilo lilimfanya Gruna amfungie nje kwenye roshani ya mnara wa taa na kumwacha ajilinde mwenyewe dhidi ya viumbe wale. Licha ya kusikia milio ya risasi na maombi ya msaada kutoka nje, Gruna alilala. Jua lilipochomoza asubuhi, Gruna alishangaa kumwona kijana bado yuko hai, akiwa amefunikwa na damu na akimtazama bila kusema kitu. Miezi ikapita na wanaume hawa wawili wakaingia kwenye ratiba ya kawaida. Viumbe walikuwa wakishambulia usiku kadhaa mfululizo, jambo lililowalazimu kukesha wakijilinda. Siku zilikuwa karibu kufanana kila wakati, lakini usiku ulionekana kuwa mrefu zaidi. Ni mazingira ya asili pekee yaliyowasaidia kubaki na akili timamu. Hatimaye waliweza kuishi pamoja kwa namna fulani. Kazi ya kila siku ya kijana ilikuwa kuchota maji, huku Gruna akitunza na kurekebisha silaha zao. Siku moja kijana alifikiri kwamba viumbe wale huenda walikuwa wakirudi kwenye mnara wa taa ili kumrudisha kiumbe wa baharini wa kike aliyekuwa nao. Hata hivyo, alishangaa kwa nini kiumbe huyo aliwaruhusu wenzake kuuawa na pia kwa nini wakati mwingine hawakushambulia usiku fulani. Gruna hakujali sababu za viumbe hao. Yeye alipanga tu kuwaangamiza wote. Baadaye, kijana alirudi kwenye kibanda chake cha zamani kilichokuwa kimeharibika ili kuchukua baadhi ya vitu vyake. Akiwa hapo, alijiona kwenye kioo na kugundua jinsi sura yake ilivyokuwa imebadilika. Alinyoa ndevu zake kidogo akitumaini kurudisha hisia za utu wake wa zamani. Akiwa njiani kurudi kwenye mnara wa taa, aliona mifupa mikubwa ya nyangumi na akachukua kipande chake. Usiku huo hakukuwa na shambulio, jambo lililomfanya afikiri kwamba mapumziko kati ya mapigano wakati mwingine huwa mabaya zaidi kuliko mapigano yenyewe. Hata hivyo, walitumia muda huo kujiandaa kwa shambulio lijalo. Wakati kijana akizunguka, alimuona yule kiumbe wa baharini wa kike na kumkaribia kwa mara ya kwanza. Alipogusa ngozi yake ya baridi, alianza kumpenda yule kiumbe wa ajabu na akampa jina Aneris. Wakati kijana akianza kumuona kama kiumbe wa kipekee, Gruna alimchukulia kama mtumwa na pia alimnyanyasa kimwili. Siku moja jioni, Gruna alimwalika kijana kucheza mchezo wa chess. Walipokuwa wakicheza, kijana huyo alishiriki mawazo na nadharia zake kuhusu asili ya viumbe wa baharini, lakini Gruna alimkatiza na kumwambia anyamaze na aendelee kucheza. Baadaye alimwambia amalize mchezo. Ghafla Gruna alichukua bunduki na kuielekeza nyuma ya kijana, akisema kuna kiumbe nyuma yake. Ilibainika kuwa viumbe wale tayari walikuwa wameanza kushambulia. Walikimbilia juu zaidi ya mnara wa taa kadiri viumbe wengi walivyoendelea kufika. Walipigana kwa kutumia bunduki zao, lakini walizidiwa kwa sababu shambulio lilikuwa la ghafla sana. Mwishowe, walipanda hadi kwenye sehemu ya juu yenye taa kali ya mnara wa taa. Hata hivyo, Gruna aliumwa vibaya mguuni alipokuwa akikimbia juu. Baada ya kujifungia kwenye chumba cha taa, walikesha humo usiku mzima, huku viumbe wakijaribu kuwafikia kupitia vioo vya chumba hicho. Akifikiri huo ndio mwisho wake, Gruna akaanza kuimba wimbo wa huzuni wa mapenzi hadi jua lilipochomoza na viumbe wakaondoka. Asubuhi hiyo, Aneris akamsaidia Gruna kwa kujaribu kutibu jeraha lake. Hata hivyo, waligundua kuwa hawawezi kuhimili vita nyingine kwa sababu walikuwa wamepungukiwa na chakula, risasi na nguvu ya kuendelea. Baadaye siku hiyo, kijana aliona meli kwa mbali. Mara moja alikimbilia ndani kuchukua bunduki ya fataki ili kutoa ishara, lakini Gruna alimzuia kwa nguvu kabla hajapiga, kana kwamba aliogopa kupoteza mtu wa kuishi naye. Aneris alijaribu kumlinda kijana, jambo lililomkasirisha zaidi Gruna. Kijana alimlaumu Gruna kwa kusema kwamba aliogopa kuachwa peke yake kupigana. Baadaye, kijana akajaribu kuwasiliana na Aneris kwa kumwonyesha mashua ndogo aliyochonga kwa mfupa, akitumaini angeelewa. Aneris alimuongoza hadi kwenye mashua ya zamani iliyotelekezwa ufukweni mbali na mnara wa taa. Kijana alipomwambia Gruna kuhusu mashua hiyo, Gruna akasema tayari aliijua. Akaeleza kwamba hapo zamani mtu kutoka Ureno aliitumia baada ya ajali ya meli, lakini aliuliwa na viumbe wale. Pia akasema kwamba mabaki ya meli yanaweza kuwa na maboksi ya baruti,
ingawa alidhani yamejaa maji na hayawezi kutumika. Kijana akapendekeza kwenda chini ya maji kuchunguza mabaki ya meli kwa kutumia nguo ya kupigia mbizi, lakini Gruner akakataa, akisema hilo ni kama kujituma kwenye kifo. Siku moja alasiri, kijana akarekebisha mashua akitumaini ingeweza kufanya kazi. Baadaye alisikia sauti ya kuomboleza na kumwona Aneris akiogelea karibu. Alipomkaribia kana kwamba akitaka kumbusu, hakujua kuwa Gruner alikuwa akiwaangalia kutoka kwenye mnara wa taa. Baadaye Gruner akampa kijana nguo ya kupigia mbizi akisema amebadilisha mawazo yake, lakini kwa siri alitarajia kijana huyo angekufa kwa wivu aliokuwa nao. Siku iliyofuata wakaelekea kwenye mabaki ya meli kwa kutumia mashua. Kijana akamweleza kwamba atavuta kamba mara 3 ikiwa atahitaji hewa zaidi akiwa chini ya maji. Alivaa nguo ya kupigia mbizi na kushuka kutafuta maboksi ya baruti. Alipoyapata, alianza kuyafunga ili yavutwe juu, lakini ghafla kiumbe mdogo wa baharini akaonekana karibu naye, jambo lililomfanya aogope. Viumbe wengine wakaanza kumzingira. Juu ya mashua, Gruner alishika kamba na kusita kama amwache afe, lakini kijana akafanikiwa kujitoa kwenye nguo ya kupiga mbizi na kuogelea juu hadi kwenye mashua, ambapo Gruner akamsaidia kupanda. Waliporudi, wakagundua kuwa kati ya maboksi yote ni sanduku moja tu lilikuwa na baruti kavu zilizoweza kutumika. Majira ya baridi yalikuwa yakikaribia. Kijana na Gruner wakapanga mpango wa kuvutia viumbe wengi wa baharini waingie karibu na mnara wa taa, kisha walipue baruti ili kuwafukuza. Hata hivyo, usiku huo hakuna shambulio lililotokea. Wiki 3 zikapita haraka sana na Gruner akaanza kukosa subra akingoja shambulio kubwa. Siku moja, kijana alimkuta Gruner nje akitetemeka kwa baridi, bado akingoja viumbe. Kijana akamwomba aingie ndani na kwa muda azime kifaa cha kulipua baruti. Wakati mwingine walikuwa wakimsubiri Aneris awaletee chakula cha mchana. Lakini aliporudi na samaki wa baharini aina ya starfish badala ya samaki wa kawaida, Gruner alimkanyaga kwa hasira na hata kumlaumu kana kwamba aliwaambia wenzake kuhusu mpango wao wa kuwafukuza. Gruner mwenye hasira akamshika kijana shati na kumwambia kwamba mpango wao mpya ni kuacha mlango wazi ili kuwavutia viumbe wale waingie ndani kwa shambulio la kushtukiza usiku huo. Kijana akaacha mlango wazi huku akiulinda, wakati Gruner akachukua sehemu ya juu akijiandaa kulipua baruti. Wakasubiri kwa saa nyingi, lakini ikaonekana viumbe hao hawatashambulia. Kulingana na mawazo ya kijana, Gruner akamvuta Aenerys karibu naye na kumlazimisha alie kwa sauti, akidhani kuwa sauti hiyo itawavuta viumbe wengine. Wakati huo huo, kiumbe wa baharini akamshambulia kijana kwenye mlango mkuu. Akafanikiwa kutoroka, lakini viumbe wengine wakaendelea kuingia. Akakimbia juu ya mnara wa taa huku akimjulisha Gruner kwamba viumbe tayari wameingia ndani. Viumbe wakashambulia, lakini Gruner akashindwa kulipua vilipuzi. Hilo likamfanya kijana akimbia hadi kileleni mwa mnara na kuunganisha tena kifaa cha kulipulia. Mlipuko ukatokea na kuua viumbe wengi wa baharini. Hata hivyo, Gruner hakuridhika, hivyo akaenda kuchukua seti ya pili ya vilipuzi karibu na mnara wa taa na mlipuko huo ukawapotezea fahamu yeye na kijana. Siku iliyofuata, kijana alipoamka, mara moja akamtafuta Gruner na kumwamsha. Akapumua kwa afueni alipoona Gruner akianza kusogea na kuanza kuimba wimbo na kijana akaungana naye kuimba. Wakati huo huo kulikuwa na vurugu kubwa karibu na taa ya baharini. Gruner akatumia mkuki kumalizia viumbe waliojeruhiwa na waliokufa ufukweni. Baada ya kuona mmoja wa viumbe waliokufa akiwa amevaa mkufu, kijana akaanza kuamini kuwa viumbe hao wana ustaarabu zaidi kuliko jinsi Gruner alivyowaonyesha. Lakini Gruner akauchukua mkufu huo na kuutupa baharini kwa hasira. Baadaye jioni hiyo, waliposubiri shambulio lingine, kijana akamsikia Aenerys pamoja na viumbe wengine wakiomboleza vifo vya wenzao. Gruner akamkaribia na kumweleza kwamba miaka mingi iliyopita alimuokoa Aenerys akiwa mtoto mdogo aliyenaswa kwenye wavu wa samaki na akaamini kuwa alimdai Aenerys maisha yake. Aenerys akatoweka, lakini Gruner akamwambia kijana kwamba atarudi kama kawaida yake. Kijana akaonekana kujuta kwa yale waliofanya, lakini Gruner akabaki baridi moyoni na hakuwa na majuto yoyote kuhusu vifo vya viumbe hao. Asubuhi moja, kijana akapanga mawe kwenye mchanga na kuweka mfupa uliokuwa umechongwa katikati yake akitumaini kwamba ataokolewa. Kwa upande mwingine, Gruner bado akajiandaa kulipua milipuko mingine ili kuwatisha viumbe wale. Lakini jioni hiyo hakuna shambulio lililotokea. Siku moja, wakati kijana akirekebisha fujo za Gruner huku mzee huyo akiwa amelala, akagundua picha ya harusi ya Gruner yenye maneno love 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 yaliyoandikwa nyuma yake. Akatambua kuwa mwanamke kwenye picha ni yule yule aliyeonekana kwenye shajara. Akaelewa kwamba Gruner alikuwa afisa wa zamani wa hali ya hewa na kwamba bado ana chembe ya huruma ya kibinadamu ndani yake. Kutokana na hilo, kijana akaacha kuhesabu siku zake kwa sababu akatambua kwamba kila kitu kimesahaulika, hata sababu iliyomfanya aje kufanya kazi hapo. Hakuna kazi iliyofanyika isipokuwa kujaribu kuendelea kuishi. Baadaye kijana akaenda ufukweni kuondoa ile alama ya mfupa, lakini ghafla akaona kiumbe mdogo wa baharini akimkaribia.
Nyuma yake yuko Aenys ambaye sasa akaonekana jasiri zaidi akiwa pamoja na kundi lake. Kijana akagundua kwamba walitaka kufanya makubaliano ya amani, lakini Grunnar hataki hilo. Yeye akataka Aenys arudi kwake, lakini akakataa. Grunnar akaendelea kurudia maneno kwamba hakuna atayemwacha. Ghafla Grunnar akarusha fataki ya ishara na kumpiga mtoto yule kifuani na kumuua. Aenys akamwangalia kijana kwa mashaka na huzuni kabla ya kuondoka na kumwacha peke yake. Wakati Grunnar akiendelea kuwashambulia, kijana akamfuata. Baada ya mapambano makali, akamtupa chini na kumchoma mguuni. Kwa hasira, Grunnar akasimama tena na kupata nguvu ya juu, akijaribu kumuua kwa shoka, lakini kijana akamuita kwa jina lake halisi na kumwambia kwamba yeye si muuaji. Grunnar akasimama kimya, akaangusha shoka na kusema polepole, love, 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 kana kwamba amerudi kwenye nafsi yake ya zamani. Kisha akatoka nje na kutazama anga lenye nyota ambapo viumbe wa baharini wakamuua. Miezi michache baadaye, meli nyingine ikafika kumleta mtu wa kumrithi kijana. Nahodha kwa bahati mbaya akamuita Grunnar. Kijana hakuweza kusahihisha kosa hilo baada ya kuona hali ya maisha aliyopitia. Kwa njia hiyo, Grunnar akaacha urithi wake kwa rafiki kuchukua nafasi yake. Kijana huyo akaendelea na jukumu hilo akiamini kwamba huu ndio utulivu aliokuwa akiutafuta. Grunnar mpya akasimama kwenye roshani akiangalia boti kadhaa baharini, wakati Aenys akikimbia kuelekea baharini na kuogelea kwa uhuru. Alikimbia historia yake ya siri akitafuta amani katika upweke. Alienda kisiwani baada ya vita akitumaini kupata uhuru na amani, lakini badala ya ukimya alipata jehanamu iliyojaa viumbe wa kutisha. Mwishowe akapata amani baada ya kujifunza kuwa hakuna maisha bila upendo, pia hakuna upendo bila matumaini, na hakuna matumaini bila ubinadamu. Subscribe ili kutazama video zaidi kama hii, kisha hakikisha una like. Inasaidia sana kuikuza channel. Asante kwa kutazama. Kwa heri.